bitaqwallah. Na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hotuba yetu ya leo itakuwa inazungumzia athari za uzuri wa mtu kuwa mkarimu. Athari za mtu kuwa mkarimu ni moja katika neno na moja katika alama ya mtume wako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuwa mkarimu, na ni moja vile vile katika shaari, utambulisho wa kukutambulisha kama wewe ni mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kuwa mkarimu. Uchamungu hauwezi ukakamilika, wala wema ukawa mtu mwema hauwezi ukakamilika wewe ukaitwa mwema. Lazima uwe na sifa hii ya ukarimu. Kama utakuwa hauna sifa ya ukarimu, uchamungu wako una taksiri, una mapungufu. Kama utakuwa hauna sifa ya ukarimu, Uislamu wako na wema wako na imani yako bado ina dosari na ina doadoa, kwa sababu miongoni mwa yale ambayo kwamba aliyotufundisha na aliyotutaka tuwe nayo mtume wetu Muhammad kutoka kwa Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lazima ujipambe na sifa ya ukarimu. Na ndiyo nembo ya Mungu, na ndiyo vile vile mfumo wa Mungu kwa waja wake kwa namna zote za ukarimu, kwa hisia zote za ukarimu. Almuhimu ukarimu ushike nafasi yake. Ukarimu wa kutoa ni ukarimu. Ukarimu wa kuwagea wenzako ni ukarimu ulichokuwa nacho. Ukarimu wa kusaidia ni ukarimu. Ukarimu wa kujali sha'airillah, misikiti, wanaohudumia misikiti na wanaoipamba misikiti na wanaosafisha misikiti ni ukarimu. Ukarimu wa kuwajali waseja, wajane, mayatima, masikini, mafukara ni ukarimu. Ukarimu kwa aliyekuudhi, aliyekukera, ukaacha kumchukia, kumwekea bifu na kumwekea nengwa, ukamsamehe, ni ukarimu. Ukarimu kwa wafuasi wako, ukarimu kwa wafanyakazi wako, vile vile ni ukarimu. Zote ni sifa za ukarimu, na zote ni sifa ambazo amekuja nazo mtume wetu Muhammad. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Kwani hawajui hao Muhammad? Hebu waulize, hawajui? Maana yake wanajua kwamba anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi, Mungu ndiye anayekubali toba moja, wa ya'khudhu as-sadaqati, na Mungu ndiye anayekubali sadaka ukiwa mkarimu. Kinachotakiwa kuwa na sidq nia, tawajjah ila Allah bisidq wa azm qawi. Hiyo sadaka unapotoa ndio maana ya aya wa ya'khudhu sadaqat, anayekubali sadaka. Maana yake hakuna mwingine anayekubali sadaka isipokuwa Mungu. Sasa elekea kwa nia iliyokuwa ya khalis, safi, kwamba ninatoa sadaka ukarimu kwa ajili ya Mungu, sitaki chochote. Ninatoa kumsaidia mtu kwa ajili ya Mungu, kwa sababu yeye akhudhu sadaqat, ndio anayepokea sadaka na ndio anayekubali sadaka. Maana yake nakufundisha, ukitoa sasa usikubali kuangalia kwa wengine na ukaangaika, nani kaona, nani hajaona, nani kanisupport, nani hajanisupport, nani kanisifu, nani hajanisifu, kwa sababu yeye ndio akhudhu sadaqati. Toa kwa ajili yake yeye, alafu nawe kuwa na ikhlas, alafu kuwa na nia hii, ikhlasi safi, nia safi kabisa. Wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim,
na Mungu anakubali toba sana, tena ana huruma. Kwa nini? Hiyo sadaka yako na uko kutubia kwako kila mmoja kuna nafasi. Wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Mwenyezi Mungu yamhaqu Allahu ar-riba. Riba anaondoa baraka kwenye hili. Hata kama utaliona unapata, hata kama ukajiona unabeti unafanikiwa, mbona mimi napata? Mbona najenga kupitia hiyo Mungu ambaye anaichukia ananipa? Mbona mimi Mwenyezi Mungu anasema riba haitaki, alafu hapo mimi na majumba mengi nalisha na maofisi makubwa na mahoteli? Istidraj. Mungu makusudi anakupa muda ili tobekee, ili uzame kwenye maovu, alafu siku atakayokuja kukukamata ndio utakoma. Inaitwa istidraj. Unafanya haramu alafu unasema mbona mimi bado natesa, mbona kama hii haramu nafanikiwa? Inaitwa istidraj. Yumhiluka Allah. Mwenyezi Mungu maana yake anakuachia, fanya ipo siku nitakukamata. Yamhaqu Allahu riba, haitaki. Wa yurbi sadaqat, wallahu la yuhibbu kulla kafarin athimin, kama leo. Lakini sadaka wa yurbi, anaizidisha, anaibariki. Na ndio maana siku ya kiyama Mwenyezi Mungu, Abdullah ibn Abbas anasema yuqalu yawma al-qiyamati li'akli riba khudh silahaka lilhaq. Mungu atamwambia wewe ulikuwa unakula riba, unabeti wewe na ulikuwa unafanikiwa sana, sasa chukua silaha tupigane mimi na wewe. Khudh silahaka lilharbi, tusipige mimi na wewe. Nimekukataza na bado uko unanisifu, chukua silaha mimi na wewe tupigane. Sasa wewe unaweza kupigana na Mungu? Lakini maana yake anakukemea, maana yake ile jambo halitaki, halipendi, analichukia. Lakini wayurdi sadaqat, sadaka anaikulisha, anaizidisha, anaibariki kidogo, lakini ukatoa na ukampa mwenzako akanufaika nacho, naye akapata kula akapata kunywa, utakuja kukikuta kaburini na kesho akhera. Wayurdi sadaqat. Allahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Mungu ampendi kila mtu ambaye kwamba kafari, mpingaji. Akipata anaficha, akipata hajulikani, hajui kusaidia watu. Akipata yeye mwenyewe kapata, anachukua tu kwa pesa zake, tena athim mubtiin fil khair, mzito katika mambo ya khair. Moja ya mambo ya khair ndio hiyo, kutoa na ukarimu. Tena kutoa na ukarimu ni stara kwa wewe mwenyewe, stara ya wewe kukustiri. Watu ni ambali kutoa na kuwasaidia watu kwa kile ulichokuwa nacho. Usiangalie wa juu, angalia wewe ulichokuwa nacho. 200 yako, 500 yako. Kutoa ni ukarimu. Hiyo ni stara. Una madhambi wewe, una maasi na mimi na maasi, na mimi na madhambi, nina mabaya Mungu hataki, hapendi. Kutoa ni stara, sio astaghfirullah tu. Inawezekana astaghfirullah unasema haina ikhlasi, ukitoka hapo unaenda kufanya ile baya, baada ya wiki, baada ya mwezi, ile kama nirudia. Lakini inawezekana kwa kumfurahisha kiumbe wa Mungu akafurahi, maadamu amefurahi yule, Mungu naye akasema basi na mimi nimekufurahia, umemfurahisha kiumbe wangu, mja wangu. Kutoa ni stara ya madhambi yako, Mungu anakustiri. Kutoa ni hifadhi, ni ngome, ni ulinzi wa mwenyewe kujilinda na mabaya na maasi. Sio hivyo, tuna majanga na matatizo na nuksi. Kutoa ni ngome na ulinzi. Kutoa vile vile kinga ya mabalaa. Kutoa kunazima hasira ya Mungu. Mungu ana hasira, Mungu ana hasira, lakini watakuja kuijua watu hasira yake siku ya Kiyama. Na kila mtu atakuwa na hasira ambayo kwamba atakayokasirikiwa na Mungu kwa namna yake, kutokana na maovu yake. Leo unakuja unatoa unampa mtu kile, inakuwa sababu wewe Mwenyezi Mungu kufurahi. Angalia huyu Mungu, yaani unampa mwenzako hujamfanyia Mungu, unampa mwenzako, unamnufaisha mwenzako, na wewe mwenyewe unajinufaisha kwa kusiri wako, madhambi yako, kwa mbaya yako na nafsi yako. Mwenyezi Mungu hapo na anakusamehe. Man
tasaddaqa bi'adli tamrin min kasbin, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithla al-jabal. Kwenye Bukhari na Muslim. Maana yake Mtume anasema mtu atakayetoa kiasi cha wizani wa tende moja, tende, wewe unashindwa kutoa tende, wewe unashindwa kutoa tende moja, lakini Mtume anatusisitiza tusidharau ibada, tena bil kasbi tayyib, lakini iwe halali. Mwenyezi Mungu anaikubali na anaifurahia biamini, tena anaibariki, alafu anaikulisha kama mzazi anapomkulisha mwanawe anakuwa mpaka linakuwa baba. Leo Mungu anaikulisha, inakuja kuwa kama mlima mkubwa. Siku ya Kiyama utakuja kuona mlima wako ule wa thawabu. Mlima ule wa thawabu nimetoa nini? Kwani kuna mtu yule mpaka kiwanja au kuna wakfu nimeweka kule duniani? Ulitoa tendo ile, lakini ulikuwa na ikhlas, ulikuwa na nia. Sio hivyo. Kwenye riwaya nyingine Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye kwamba atakayemvesha nguo Muislamu, man kasa thawban musliman, mtu ambaye atakayemvesha nguo Muislamu mwenzake, hiyo nguo aliyomvesha lengo lake kwa ajili ya Mungu, madamu hiyo nguo ipo katika mwili wake, anasamehewa dhambi zake, maadama alaihi min khaytin au salak. Madamu hiyo nguo uliyompa kuna mshono na kuna mfumo upo, hata kama imepasuka, madamu mshono upo, mfumo upo, wewe kunasilia dhambi zake. Waman at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allahu yawma al-qiyamah min thimari al-janna, waman saka musliman ala dhama'in saqahu Allahu ta'ala min ar-rahiq al-makhtum. Ukimnyesha Mwenyezi Mungu naye atakuja kukunyesha siku ya Kiyama mvinyo aliyouandaa siku ya Kiyama. Ukimlisha Mwenyezi Mungu atakuja kukulisha na wewe matunda ndani ya pepo. Ukarimu wa namna hii ndio unatakiwa katika Uislamu, na ndio sifa za watu wema. Ukarimu wa kusamehe, ukarimu wa kupeana, ukarimu wa kusaidiana, ukarimu. Sio kwa sababu una nafasi ukarimu wako ukashindwa kuuonesha, baadaye ukishatoka katika ile nafasi unaanza kuijutia. Kitakachobakia kwa watu anaanza kukuonesha vidole. Mtu mwingine akiwa ofisini, anakuja mtu pengine anakuja kwa sababu ya bosi, wala sio kwa ajili yake yeye. Akimwona amekuja tu kanuna, huyo akufuati wewe, anafuata bosi wako. Wewe umewekwa hapo kama dalali tu au kidampa kwa ajili ya kupokea watu, lakini yule mpokeaji ndio amekuwa na roho mbaya, hana ukarimu. Pengine bosi mwenyewe mcheshi, mtu wa furaha, yeye kumwona kwake kakasirika kanuna. Sikwambii mwingine kumwona kwake kampa mgongo kameuka. Kaya kufanya nini huyo? Sikwambii mwingine kumwona kwake anaambia salamu alaykum, halibu salamu. Wewe nini? Mbona tofauti sana? Wewe kule kutabasamu kwako unapomuona akija, hata kama wewe usiki na hiyo kazi, hata kama wewe haumo katika mamlaka hiyo, kazi yako wewe tu. Kutabasamu kwako, kukeniwa kwako, kufurahi kwako, kuonesha meno kwako, unaandikiwa thawabu. Chukua mzigo peleka Magomeni, chukua mzigo peleka Mbagala. Unatoka unakwenda kule, milioni 1 hii hapa nimetumwa na bosi wangu, ukaifikisha kama ilivyo. 100,000 hii hapa, ukaifikisha kama ilivyo, na wewe umetoa sadaka. Atajiru aminu almuslimu sadiqu alladhi yunafidhu ma umira bihi fayutihi kamilan muwaffaran ahadul mutasaddiqin. Ndio maneno ya Mtume Muhammad. Ukarimu. Mfanya biashara aliyetumwa na bosi wake, peleka sehemu fulani, mahala fulani, akapeleka vile vile muaminifu mkweli, Mtume anasema naye anaandikiwa ametoa sadaka.
sio peleka 3 na peleka 2. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa vile vile ni mtu ambaye kwamba anajali na anawafikiria na anawajutia wanyonge, mafukara, maskini, mayatima. Alikuwa wala hawadharau, alikuwa wala hawakejeli, alikuwa wala hawafanyii maskhara na kuwacheza shere wala kuto kuwajali. Hakuwa hivyo, na akalionyesha hilo kwa vitendo, na akalionyesha hilo vile vile kwa kusisitiza na kutufahamisha ibada kubwa katika miongoni mwa ibada kubwa kuwa na hawa mafukara na maskini. Kwenye hadithi maarufu, as-sa'i 'ala al-armalati wal-miskini kal-mujahidi fi sabilillah wa ahsabuhu annahu qala kal-qa'imi alladhi la yafturu wa kas-sa'imi alladhi la yuftiru. Mtu anayekwenda lesi kuwafata, kuwasaidia ala al-armala, waseja, wajane waliofiwa na wanaume zao, au wenye shida, akina mama na mayatima, Mtume akasema thawabu zake kama yule mujahid fi sabilillah aliyetoka kwenda kupigana jihad. Sio hivyo, wa ahsabuhu qala, Anas anasema vile vile nadhani Mtume aliongeza, sio hivyo tu bali akaongeza akasema wa kalqa'il alladhi la yafturu, malipo yako wewe unaoendea haraka mafukara maskini kama mtu anayesimama usiku qiyamul layl, haachi kila siku. Yule anayeamka usiku kusimama qiyamul layl kila siku hachoki, ndio malipo yake yanakuwa sawa na wewe unawajali maskini, mafukara, mayatima, kuwasaidia. Sio hivyo tu, wakasaili alladhi la yuftiru, malipo yake vile vile yanakuwa kama mtu anayefunga hali hafuturu. Malipo makubwa, lakini nini? Kwenye ukarimu. Ndio maana wachache waliobarikiwa, ndio maana wachache ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia wakawa hii kazi wanaifanyia. Wapo wenye uwezo, matajiri, wenye pesa, Mungu amewafungulia, lakini angalia waliokuwa wakarimu, sio kutoa. Unaweza ukatoa lakini ukawa sio mkarimu. Unaweza ukatoa lakini ukawa mnyanyasaji. Unaweza ukatoa lakini ukawa msemaji. Unaweza ukatoa lakini ukawa msimulizi, unawasema wale vibaya wale wako, sio karimu. Unatoa baadaye unachunguza mwanzo mpaka kabisa pesa inaenda wapi. Hatutaki, hatukatai, ni sahihi, lakini ukarimu toa, alafu kama vile hujatoa. Toa kama vile hujatoa wewe, ni ukarimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika ukarimu wake hisia na maanawia, kana la yaibu taama, ona ukarimu, inishahahu akalahu wa illa tarakahu. Ukarimu sio na viumbe tu, mpaka chakula alikuwa akiletewa Mtume alikuwa hatutia aibu. Chakula gani kile? Kina chuma cha chumvi kibao, unaweza kana la yaibu taama, ona ukarimu, inishahahu akalahu wa illa tarakahu. Akikitamani anakula, hajakipenda kaacha kwenye maji. Hakutia aibu chakula wala hamtia aibu chakula aliyepika. Hamtia aibu aliyepika chakula wala hakutia aibu chakula. Ukarimu hali ya juu, ukarimu wake hausemeki wala hauna mwisho. Hivi ndio alivyokuwa Mtume Muhammad na ukarimu wake na sifa zake. Alikuwa anakuja mtu dhaifu, mtu mnyonge, mtu ambaye kwamba wa chini, mtu duni, lakini anatoka naye masafa mguu kwa mguu. Ana uwezo wa kumwambia mmoja katika wafuasi wake, wewe Abu Bakar, wewe Umar, fuatana naye, lakini anatoka naye mguu kwa mguu, anampeleka mpaka huko anapotaka. In kanat al-amatu la ta'khudhu bi yadi an-nabii sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haythu sha'at. Kija kazi anakuja kwa Mtume, anaondoka naye. Ukarimu, yaani kusema sitaki au kusema sina, Mtume alikuwa hana sifa hiyo.
anatufundisha sisi ukarimu. Ndio akasema ibghuni fi du'afa, mnanitaka mimi Muhammad, mnanitaka mimi niwe karibu na mimi siku ya kiyama. Waangalieni hao wanyonge. Ibghuni fi du'afa inma tunsaruna wa turzaquna bi du'afa, mnapata nusra, mnaruzukiwa, mambo yenu yanakwenda, mambo yenu yanafunguka kwa sababu ya hao wanyonge. Mnawadharau na kuwapiga mateke. Usidharau kama una uwezo na pesa ukatoa bomba nje watu wakachota maji. Unafanya kazi kubwa, una uwezo na pesa, wala usidharau ukatoa bomba lako nje watu wakachota maji. Nini 10,000 15,000 kama unao uwezo wa kulipa mwisho wa mwezi? Ukarimu ni sadaka, hiyo ni manufaa yako mwenyewe, unawasaidia wangapi? Wao usijali anachota kama Muislamu sio Muislamu, wewe dini na Mungu wako basi kwa ajili ya thawabu na malipo. Mtume sallallahu alaihi wasallam nimalizia khutba. Alikuja mtu mmoja, alipokuja kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, inni majhudun, mimi na njaa. Mtume akamchukua farsala ya baadhi nisai, mpaka kwa baadhi ya wake zake, akamwambia kuna nini? Mke wake akamwambia hapa hamna kitu, ma indi shay'un illa ma, hapa Muhammad Mtume, mume wangu Mtume, mimi na mali tu, hakuna chochote. Mtume akaondoka naye yule mtu. Thumma arsala ila ukhra, akaenda kwa mke mwingine, ma indaki min shay, kuna nini? Ma indi illa ma, hapa mna mali, sina kitu. Thumma arsala ila ukhra hatta qulna kulluhunna mithla dhalik. Nyumba 9 zote za Mtume, Anas anasema Mtume anazunguka nyumba zote 9 za wake zake, kila anapokwenda Mtume anaambiwa hapa kuna maji, hamna kitu. Angalia ukarimu Mtume anatembea nayo yule, karudi naye tena kwa masahaba. Man yudhifu hadha al-laylata, nani atakayemkirimu leo? Anamuombea nani atakayemkirimu leo? Mmoja katika masahaba akasema, ana ya Rasulullah, mimi hapa, haraka. Akatoka haraka yule sahaba akaenda kwa mkewe, kamba kuna kitu gani? Kamba hapa hamna kitu, ila kuta subiani, hapa kuna chakula cha watoto. Sahaba akamwambia, fa'alilihim bi shay'in fa idha aradu al-'asha'a fanawnihi akrimu dhayfa rasulillah. Hebu wafanyie la kailaka wadanganye, wakitaka kula chakula fanya kama unapasha vitu hivi, waone kama vile kuna chakula, usingizi utawalia, alafu watalala. Tawili ya hadithi maana yake chakula hiki kilikuwa kwa ajili ya mlo wa pili na watatu. Imamu Nawawi ndio alivyosema, sio mlo ule wa lazima wa watoto, washakula, lakini kawaida ya watoto akishakula, akiona chakula anataka ale tena. Ndio alipelekea tawili Imamu Nawawi. Akaja mgeni, alipokuja mgeni wakazima taa, chakula kiko pale, yeye na mkewe wakafanya kama wanakula, kumbe hawali. Wanamwachia mgeni anakula mpaka alipomaliza, kumbe chakula kile peke yake. Angalia ikrama, siri kimya. Akatoka asubuhi akaenda kwa Mtume. Alipofika kwa Mtume tu, Mtume akamwambia, laqad ajaba Allahu min sami'ikuma bi kayfikuma al-laylata, Mwenyezi Mungu amekuridhieni wewe na mkeo kwa tendo mlilofanya jana usiku. Wamepata radhi, jazaa'uhum inda rabbihim jannati adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radiyallahu anhu wa radu anhu. Wamepata kwa kutembelea milioni, lakini ikhlasi na nia, wamepata radhi na wametangaziwa radhi kupitia kinywa kitakatifu cha mtoaji radhi baada ya Mungu ambaye Mtume Muhammad. Mimi mmeridhiwa kwa ajili ya mlo mmoja tu wa usiku. Mungu amewaridhia kumkirimu mgeni. Wewe unakuja hapa lazima ulete taarifa bwana, pengine jamaa yako ndugu yako mpaka ulete taarifa. Wewe unakujali bwana, hapa tumeshika magharibi kiulaya, baki na wao yako hivyo mpaka mafundisho yako unaona hayana maana. Katika ukarimu, mkeo kumfanyia ukarimu. Pesa unayompa mkeo ina thamani na ni sadaka kubwa kuliko pesa yoyote. Usiwe nje unanyosha vidole na unasifiwa na unafurahia.
Yule mkarimu, yule anatoa, yule ukimwomba tutakutumia kwenye message. Yule ukimwambia tu, yule bana hana tashida. Bana vipi kurushia? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqbatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Bukhari na Muslim. Pesa utakayotoa ya ukarimu kwa ajili ya watu kuwasaidia fi sabilillah, pesa utakayotoa kumpa mtumishi wako, mfanyakazi wako, pesa utakayotoa kwa ajili ya mtumwa, pesa utakayotoa kwa ajili ya mambo ya kheri, na pesa utakayotoa kumpa mkeo, a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik, yenye thawabu kubwa na malipo makubwa ile uliyompa mkeo. Wapeni wake zenu, wasishawishike ukarimu, wasije wakatoka wakapona watu wengine, akinunuliwa na mtu mwingine ile simu iPhone, akipona mtu mwingine yeye pesa unayo, wasi ni sababu. Katika ukarimu, mfanye kazi wako, mfanyie ukarimu. Unamfanya kazi wako, mfanyie ukarimu, na kwa mkarimu kwako. Sio pesa zako, unamlipa mshahara, mlipe, unampa marupurupu, mlipe, unamnunulia nguo, mnunulie, ukarimu. Lakini katika ukarimu unachokula wewe na yeye analipa hicho. Idha ata ahadakum khadimuhu bita'amin fa in lam yujalisu falyunawihi luqmatan aw luqmatayn. Mtume anasema mfanyakazi akikuletea chakula haukukaa naye, asilete dharau, asilete maskhara, basi kile unachokula na yeye mchotee tonge moja au tonge moja. Sio mshiba yamebakia makombo, kuna sehemu ya kuweka njoo uchukue. Sio karimu. Mwenyezi Mungu anakuamrisha kumsalia Mtume Muhammad, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi wa alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.